Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameibua hisia kali za kizalendo kupitia chapisho lake la hivi karibuni kwenye mitandao yake ya kijamii, ambapo kupitia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Instagram amechapisha chapisho akielezea fahari yake juu ya uthabiti wa taifa lake katika kukabiliana na mashambulizi ya pamoja kutoka kwa Marekani na Israel, mataifa mawili yanayomiliki silaha za nyuklia. Araghchi alichapisha picha yake akiwa katika hali ya majonzi mbele ya jeneza la aliyekuwa kamanda mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Meja Jenerali Hussein Salami, aliyeuawa katika mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel tangu tarehe 13 Juni na baadaye kushirikiana na Marekani kuanzia tarehe 22 Juni walipolenga na kulipua vituo vitatu vikuu vya nyuklia vya Iran. Katika maelezo ya picha hiyo, Araghchi aliandika, "Fahari ya taifa ni ya thamani zaidi kuliko kitu chochote." Aliongeza kuwa licha ya mashambulizi hayo, wananchi wa Irani wamesimama kidete kwa moyo wa kishujaa, wakiendeleza mapambano dhidi ya tawala mbili zenye silaha za maangamizi, huku wakihifadhi heshima ya taifa na kuangalia mbele kwa matumaini na imani kubwa zaidi. Leo wa Irani wakiwa katikati ya mapambano ya kishujaa dhidi ya tawala mbili zenye silaha za nyuklia, wamehifadhi heshima yao na fahari yao, na sasa wanaelekea kwenye siku zijazo kwa kujivunia zaidi, kwa heshima zaidi na kwa imara zaidi kuliko wakati wowote ule, aliandika Araghchi. Mazishi ya kitaifa yaliyofanyika jijini Tehran yamehudhuriwa na maelfu ya wananchi pamoja na viongozi wakuu wa serikali, wakitoa heshima zao kwa makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia waliopoteza maisha katika mashambulizi hayo ya kikatili. Hadi sasa Israel haijawahi kukiri rasmi kuwa inamiliki silaha za nyuklia, lakini inaaminika na wataalamu wa kijeshi duniani kote kuwa ina hazina kubwa ya silaha hizo. Mashambulizi haya yamelaaniwa vikali na Iran, ambayo sasa inaendelea kuonesha msimamo thabiti wa kujilinda na kuhifadhi heshima ya taifa lake mbele ya mashinikizo ya nje. Mtazamaji, hii ni Zone Media, jiunge nasi ambapo taarifa hii inaweza kaibua taarifa zingine kwa hapo baadaye, kufuatia mazishi ambayo yamefanyika leo hii katika nchi ya Iran, katika jiji la Tehran, ambapo makamanda wakuu wa jeshi la walinzi wa Kiislamu la IRGC wameweza kupumzishwa leo, lakini vile vile hata wanasayansi wa nyuklia pamoja na raia ambao walipoteza maisha kwenye mashambulizi hayo. Mimi ni Victor Moshi na hii ni Zone Media.